Yes, bado tunaendelea na kipindi chetu. Tumekuja kumsupport DJ Fanny, mwanamke mashuhuri, mwanamke mpambanaji. Kwa sababu ya DJ Fanny ndio maana watoto wazuri, watoto wa mjini, watoto wa town, watoto wa Uswazi, watoto ambao kuongea naye akikupa tu namba yake ya simu, vocha ni 500. Utaweza? Ndiko na mtoto mkali hapa. Nina mengi ya kumuuliza. Sitaki hata nimwambie jina. Atajitambulisha mwenyewe. Dada, mambo? Poa. Unaitwa nani? Melissa Meligod. Melissa, wewe ni nani hasa mpaka kila mtu anakuulizia Melissa? Mimi ni mtoto wa Swazi, Buyenzi. Nipo kwenye kundi la 50. Yeah. Unafanya kazi gani? Mimi ni mfanya biashara tu. Unafanya biashara gani? Wasema biashara yako tuitangazie hapa. Biashara yangu mimi ni ya kuuza viatu. Ya kuuza viatu. Hivi Melissa, wewe hivi mwanaume akitokelezea anakutaka tuongee point, akiwa ni maskini utampokea? No. Kwa nini? Afanye nini? Sorry. Mwanaume akiwa ni maskini, unamwona mwanaume afai, hana kitu, anakupenda sana, anaweza akakupa kila kitu, akakupa moyo wake, akafa kwa ajili yako, utampokea? Mapenzi sio pesa. Mapenzi ni hisia na jinsi mnaishi na mtu. Yeah. Je, kama mapenzi sio pesa, kwa nini wanaume wenye hawana pesa mnawakataa? Inatokeana na mwanaume jinsi anajishika, muda wake anakupa. Unaweza kwa kuna wanaume ni maskini lakini wako saadabu. Na kuna wanaume ni maskini lakini wanaheshima na wanakuwa na ile roho ya kumpenda kwa sababu ya heshima anayokupa. Okay. Yeah. Okay, basi kuna kitu nimekiona. Hivi una tattoo ngapi kwenye mwili wako? Moja. Ya nani? Melissa. Ni ya kwako mwenyewe? Yeah. Mpenzi wako je kumchora? No. Una wapenzi wangapi sasa? Mmoja. Yuko hapa? No. Nani yeye ni timu gani? 5-0? Hayuko mwizi. Hayumo. Kwa unampenda? Yeah, nampenda. Unampenda? Yeah, nampenda. Ikitokea mpenzi wako anasema hivi, kuanzia leo sikutaki kwenye 5-0, uko tayari? Alinipenda na skendo zangu, alinipenda, anajua kama mimi ni basi okay. Ni mtu wa 50. Kwa hiyo hawezi akanikataa kwa sababu ya mambo. Mapenzi yani unaona mapenzi yanaweza kusababisha ukachukiana hadi na wazazi. Kwa hiyo anasema hivi, mimi mpenzi wangu kama utoki kwenye 5-0 tunaachana, uko tayari? No. Sema live watazamaji na kusikiliza. No. No. 5-0 usikutoka. Aongea point. No comment. Wewe sema live. Wanasema hivi, baby, mimi nataka utoke kwenye 5-0 kwa sababu mimi sitaki, mimi nakupenda. No comment. Oya. Kwanza jina lako sema ni Melissa? Yeah, Melissa. Melissa, hivi. Kwa nini unisahau kaka? Sio kusema nisahau. Yaani naona uzuri wako na Melissa yalichanganya. Wanasema si ni mishangazi. Kwa hiyo wewe sio mshangazi. Oya, mtoto wa 2007 na 9. Oya, geuka tena kidogo. Geuka tena mwisho. Oya, basi ngoja. Wanasema sisi ni mishangazi. Hatuko mishangazi. Ngoja. Wao wana mishangazi na tu mishangazi. Oya, Melissa ameuliza swali. Kama kuna demo anamzidi uzuri hapa, aje ampe 100,000. Kwa huyu muda ajitokeze. Yeah. Lakini kwenye 1-0 kuna watu wanakushinda uzuri. No. Hivi hujawahi kumuona demo 1-0 au mwanamke ni mzuri kweli? No. Sijawahi. Okay. Basi tukimalizia, nini maana ya 5 bila? Nini maana ya 5-0? 5-0 ni familia yenye upendo, amani, kushirikiana, kushauriana, kusaidiana. Na hatuko kwenye mambo ya upinzani, lakini ukijichanganya, sisi watoto wa Uswahilini, ukijifanya unajua sana, basi tupo. Ukilianzisha tunamaliza. Okay. Yeah. Basi ikitokea mwanaume anakwambia mimi na 2 milioni nakutaka leo siku moja, upo tayari? No. Niko na hela. Una hela? Niko na hela. Kwa hiyo wewe unaweza nina kazi, nina mpenzi ananipa pesa. Kazi yangu inanipa pesa. Sina njaa, najihudumia. Yeah. Kwa hiyo kwa una kazi, ukipewa hela utaki? Inatokeana, akinipa hela, kwa mfano tunakutana barabara ananiambia chukua,
Nakwambia mimi nakutaka leo siku moja. Nakupa milioni 2, huwezi kubali. Sidangi. Wewe udangi? Haujiuzi. Sijiuzi. Kwa hiyo kupewa ni kujiuza? Yeah. Kuna wengine wanaliwa bure dada, unajua? Yeah, wapo hapo majirani zetu. Kwa hiyo 1-0 wanaliwa bure. Majirani zetu. Yeah, timu 1-0 mnaliwa bure, 1-0 nasikia mnadunguliwa bure. Lakini huyu kapewa milioni 2 kakataa. Basi wao wanawauzia hata septandeze. Basi oya sio ya kusema sijasema mimi. Kaongea oya. Tumalizie mjadala mara tumeongea mengi. Oya, nakuomba waambie wapenzi watazamaji kwamba wewe kama asipokuja mwanaume wa namna hii haukubali. Sema mwanaume unayemtaka yupoje? Kwanza asiwe mfupi. Naam. Asante. Awe mrefu. Naam. Kunizidi kidogo. Naam. Pili, awe na adabu na heshima. Naam. 3, awe na pesa. Naam. Maana kila kitu ni pesa. Basi asante sana. Hii No Parking TV Burundi. Tunashukuru kwa ujio wako. Utamaliziaje kipindi chetu? Nawapenda sana. Tuendelee kuwafuatilia ndugu zangu. Na mnatumikia wapi? Sisi No Parking TV Burundi ndio hapa. Na TikTok, YouTube na Facebook ndio tunajitafuta. Wewe uje utaona kipindi chako tu tunakuoje. Okay, mimi nipo tu. Napenda shengesha. Asante kwa ujio. Nimekukubali kwa sababu unajiachia kwa kuongea mtoto. Wewe ukiishi Bongo unafika unatoboa maisha. Watoto wa Buyenzi hata. Huyu ni mtoto wa Compressor Reja huyu unamuona huyu. Yeah, wa Compressor Reja. Yes. Shout out sana kwa dada yetu anaitwa Meli. Unaitwa nani? Meli? Melissa aka Meli God. Kwa hiyo mtu akitaka kwa video queen utakubali? Kwa video queen. Nishavuka. Nishavuka hizo. Ule kufanya hiyo kazi? Nishawahi. Kwenye nyimbo gani? Nyimbo nyingi tu. Kama nani nyimbo kubwa ya msanii mkubwa? Nyingi. Arnovich, Dolilo. Basi Arnovich my brother, kumbe na wewe tayari. Lakini nasikia ulipita naye. Haiwezekani. Arnovich ni star. Haiwezekani. Alafu tumheshimu, ni mume wa mtu. Ni mume wa mtu? Yeah. Mume wa mtu ni sumu. Sijawahi kupita na msanii yoyote. Lakini wa kawaida unapita nao. Wa kawaida kama nani? Kama yule jamaa wa jana nilikuwa naye jana. Mimi na wewe tukakutana? Basi umekunywa Afrika sio. Yeah, shout out sana, big up sana. Hii No Parking TV Burundi. Nilikuwa na Melissa. Yes, huyu mwanamke sio mchezo bro. Yes, tunamalizia kipindi chetu na No Parking TV Burundi.